Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Imekuwa ni mechi nzuri, lakini tumefanikiwa kupata ushindi leo. Mechi ilikuwa ngumu kutokana na ubora wa Namungo na mipango ambayo Namungo alikuja nayo katika mchezo huu, lakini tumefanikiwa kufungua loki zao na kupata ushindi wa magoli 3-2. Lakini ukiachilia mbali ushindi, kilichofurahisha zaidi kileo ni kiwango bora kwa wachezaji wetu na kwa ujumla. Tumeshuhudia performance ya kuvutia kweli kweli. Tumeshuhudia kiwango cha mchezaji mmoja mmoja kikiongezeka ubora. Tumeshuhudia performance ya kuvutia kutoka kwa mchezaji mmoja mmoja na timu kwa ujumla. Tunachoweza kusema kwamba Simba yetu tumeipata. Japo hatujafika mwisho kwenye Simba ya kwetu, lakini walau mwanga umeanza kuonekana kuelekea kwenye Simba yetu. Wana Simba wanafahamu wanataka mpira wa aina gani, wanataka mpira mzuri, wanataka pasi nyingi, wanataka magoli mengi, wanataka kuona wachezaji wakifanya pressing, wanataka kuona wachezaji wakikimbia, wachezaji wanatengeneza mashambulizi na nafasi. Na vyote hivyo vimeonekana katika mchezo huu wa leo. Lakini watu wameshuhudia mabadiliko ya kikosi, lakini kama haitoshi, watu wameshuhudia mabadiliko ya wachezaji mmoja mmoja, kitu ambacho kimeweza watu wengi. Kila mwana Simba ambaye anaondoka hapa Benjamin Mkapa leo anaondoka akiwa na furaha ya hali ya juu mno baada ya kuiona Simba mpya, Simba ya kwetu. Matola amerahisisha mpira, ameonekana mwepesi mpinzani wenu leo. Matola ni moja kati ya makocha bora sana tuliokuwa nao barani Afrika, na tumeona leo namna ambavyo amekuwa na uthubutu wa kufanya mabadiliko ya kikosi, lakini kama haitoshi, namna ambavyo amekuwa na uthubutu wa kuona yule pale hayuko sawa sawa, wacha ni mbadilisha. Hiyo yote inatokana na upeo wake mkubwa wa kusoma mchezo na kuangalia mechi inaendeleaje. Na tumeona mchezaji mmoja mmoja kiwango chake kimeongezeka. Tumeona leo Alassane Kante akitawala pale katikati, anapokonya, anatengeneza mashambulizi. Tumeona kwenye kiwango bora namna hii. Ni kazi ya muda mfupi ya mwalimu mchezaji mmoja, na hatimaye watu leo wameondoka wakiwa wameridhika kwa 100%. Ugumizi cha man of the match kwa namna ambavyo wachezaji wote wameperform. Walioteua wamepata kazi. Kwa sababu kuna wakati alionekana kama Budo angeweza kuwa man of the match, kuna wakati kama Kante angekuwa man of the match, kuna wakati waliofunga pengine wangeweza kuwa man of the match, lakini yote kwa yote wamekwenda kuchagua mtu sahihi ambaye ni Rushin De Reuck, baada ya kazi kubwa ambayo ameifanya, interceptions ambazo amezifanya, blocking ambazo amezifanya, ukijumlisha na goli ambalo amefunga, limemuongezea thamani katika mechi ya leo, na hatimaye amekuwa mchezaji bora. Na Rushin anafunga goli lake la pili katika ligi kuu ya Tanzania. Ni jambo la kufariji kuona ya kwamba ukiachilia mbali washambuliaji tunao wategemea, lakini hivi sasa tunapokuwa na mipira iliyokufa kuelekea katika lango la mpinzani, Rushin anaongezeka pale na anatengeneza options za wafungaji kuwa wengi. Bana, kwa pila ambalo limepigwa leo, wana Simba wasishangae Matola kaachiwa timu. Tusubiri viongozi wataamua. Matola kafanya balaa. Ametukata kiu. Kwa muda mrefu hatujaona Simba yetu ikitakata namna hii. Tumeona maingizo ya wachezaji wapya, Semfuko Charles, na amefanya kazi kubwa kwa kweli, anachukua na achia moja, kama bahari hakai na uchafu. Hiyo yote ni kazi ya Selemani Matola ya kumwambia bwana, wewe unaweza, nenda kafanya vitu basic, dunia itafurahi. Kwa kama vipi apewe? Najua Matola ni kocha mkubwa sana, na kwa ligi ya ndani hii Matola anaweza akakupa kila kitu ambacho unakihitaji.
Matola dhidi ya timu hii ambayo tuko nayo ya Simba, ya wachezaji hawa wazuri tuliokuwa nao, ana uwezo wa kufanya wonders sana katika ligi hii ya Tanzania. Nani wa kuweza kumsumbua Matola? Namungo, Fountain, Azam, Lipuli ama kitu gani? Anaweza kucheza nao vizuri kweli kweli bila mashaka ya aina yoyote. Ahmed, kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na kiwango cha... Umenenepa, ulikuwa wapi? Zingatia swali. Okay, sawa. Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na kiwango cha Elie Mpanzu, namna ambavyo anavyocheza. Pengine ni mategemeo ambao wana Simba wanao na wadau wanavyofahamu namna ambavyo anavyocheza, ama kuna kitu kingine cha tofauti? Ya, mechi ya leo haikuwa nzuri kwake. Cheza kwa dakika 45 na hakuwa na performance ya kuridhisha, na ndio maana mwalimu akamtoa. Na ni kawaida kwenye mpira wa miguu, kuna siku unaamka mambo yanakataa. Kwa hiyo leo kwake haikuwa siku nzuri, na ndio maana mwalimu akafanya mabadiliko ya haraka kumwingiza mchezaji mwingine. Kiwango chake hakina mashaka, hakina mashaka hata kidogo, lakini usitegemee kila siku atakuwa kwenye kiwango bora. Kuna siku inakuja, kuna siku inakataa. Leo kwake imekataa na mwalimu akampumzisha ili kuendelea kujipanga kwa mechi inayokuja. Pengine wana Simba mnatumiaje wiki hizi 2 ama 3 kwa ajili ya kujipanga kwenye michezo inayofuata? Ya, tuna mapumziko kidogo hapa ya siku kama 3-4 hivi. Alafu wale wachezaji ambao wanakwenda kwenye majukumu ya timu ya taifa wataondoka kwenda kwenye majukumu hayo, lakini kundi kubwa la wachezaji litabaki kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mechi yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na katika wiki 3 hizi za maandalizi tayari tutakuwa tumeshapata kocha mkuu ambaye atakuja kusaidiana na wataalamu wengine waliopo ndani ya Simba kwa ajili ya kufanya na kuanza maandalizi kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Nsingizini kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni huyu ambaye ameonekana Dar es Salaam kwa kihudumu Young Africans miaka kadhaa, kocha mpya. Unamzungumzia Sheikh Nasreddine. Mimi mwenyewe nimemsikia yuko town hapa, sijajua. Hujaonana naye? Sijaonana naye na sijajua amekuja kupata kitu gani, kwa kuwa ameshaishi hapa, pengine ana mipango yake amekuja kutimiza. I'm not sure kama ndio kocha wetu mpya, sababu bado vile sijapewa taarifa na wakubwa wangu ama dodoso na wakubwa wangu ya kwamba nani atakuwa kocha mpya. Kwa hiyo kama Nabi yuko mjini hapa, siwezi kuthibitisha kama ni kocha wetu. Nabi ni one of the best coaches hapa barani Afrika, lakini kama haitoshi, ukiachilia mbali ubora aliokuwa nao, maarifa aliyokuwa nayo, lakini faida nyingine aliyokuwa nayo ni league experience ama environmental experience ya Tanzania. Ameshafanya kazi hapa miaka 2 kama sikosei, maana yake anayafahamu vizuri mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo hiyo peke yake inampa faida zaidi ya kuwa candidate bora zaidi kama kweli watu watakuwa wanamhitaji. Umeshajipanga, unamtambulishaje baharini au unamtambulishaje nani? Bora kama una uhakika sana tunamchukua nani. Sasa ameshadukua mambo. Mimi kusema kweli taarifa sina, na mimi ningekuwa najua ningewapa hata code. Lakini kusema kweli ni declare hapa ya kwamba sijui kocha gani, lakini ndani ya wiki hii tutakuwa tumemaliza mchakato mzima wa kocha. Gamondi siwezi kumzungumzia at all kwa sababu ni mwajiriwa wa taasisi nyingine, itakuwa ni unfair kumzungumzia mtu wa taasisi nyingine. Sheikh Nabi nimemzungumzia kwa sababu ni mtu huru, lakini kwa Gamondi I reserve my comment. Thank you.